kujaza ile arabiki namba mbili zisikia sisi. Sawa. Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Mtazamaji wangu, hivi sasa ni pigo kubwa kwa viongozi wa CCM kutokana na jinsi ambavyo kura zinazidi kuonyeshwa kuibiwa katika uchaguzi mkuu ulioweza kufanyika tarehe 29 mwezi huu wa 10 mwaka 2025. Ningependa uweze kutizama kipande hiki cha video na ndipo ambapo niweze kukufahamisha nilichoweza kukuandalia katika video ya leo hii. Muhimu kabisa, usisahau kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia mtazamaji wangu, ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Kujaza ile arabiki namba mbili zisikia sisi. Sawa. Naam, mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kutizama kipande hicho cha video, Mangi Kimambi ambaye ni mmoja wa ukosoaji ama wanaharakati wakuu katika Jamhuri ya Tanzania, kwa mara nyingine ameweza kugonga vichwa vya habari na kipande hicho cha video ambacho ameweza kukipeperusha rasmi katika mtandao wake wa Instagram. Hivi sasa mtazamaji wangu, ni pigo kubwa kwa viongozi wote wale waliokuwa serikali ya awamu sita na viongozi wakuu wa chama cha CCM kutokana na kile ambacho hivi sasa kimeweza kufichuliwa na hata kusambazwa katika mitandao tofauti ya kijamii. Kwa njia moja ama nyingine, Watanzania wameweza kukataa matokeo yaliyokuwa yameweza kuratibiwa kutangazwa mapema leo hii, wakidai ya kwamba katika nafasi ya urais, Rais Mama Samia Suluhu Hassan hakuweza kuwa na mgombea yoyote yule wa urais ambaye ni mpinzani ambao Watanzania waliweza kumpendekeza ama kumwamini kushiriki katika uchaguzi huo, si mwingine bali ni Mheshimiwa Tundu Lissu. Vilevile Watanzania wengi wanaamini kwamba kutokana na maandamano yaliyoweza kushuhudiwa siku jana na hata kusababisha baadhi ya afisi na hata polling station zilizokuwa zimeweza kuwekwa kwa ajili ya kuendesha shughuli ya uchaguzi mkuu ziliweza kuvurugwa na hata baadhi ya kura kuharibiwa. Leo hii haingekuwa vyema iwapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan angeweza kutangazwa kuwa mshindi kutokana na hayo yote yanayozidi kutokea hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo linaonekana wazi kuzima azma yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuhudumu kama rais aliyechaguliwa na Watanzania katika Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi, pia mtazamaji wangu, ingekuwa vema iwapo wewe hapo ungeweza kutufahamisha kuhusiana na eneo lipi ulipo na vipi kuhusiana na hali maandamano bado yapo kutokana na maafisa wa kijeshi pia leo hii ama hivi sasa kuonekana bado kuendelea kumonita ama kushika doria dhidi ya waandamanaji, na pia maafisa wa polisi kutotumia nguvu kwa waandamanaji hao, bali maafisa wa polisi kuimarishia ulinzi, hatua ambayo inazidi kuwapa nguvu waandamanaji kuendelea kutekeleza haki yao kikatiba dhidi ya uongozi wa serikali ya awamu sita kutorejea mamlakani kwa mara nyingine kupitia uchaguzi huu wa mwaka 2025, hatua ambayo inazidi kuwapa vijana Gen Z matumaini yao kubaki kuwa hai ya kwamba wataweza kufanikiwa kumwachia huru Mheshimiwa Tundu Lissu. Vilevile wataweza kufanikiwa kuondoa baadhi ya viongozi wakuu wa serikali ya awamu sita katika Jamhuri ya Tanzania. Pia hii imeweza kuchangiwa na kile ambacho kimeweza kutokea mapema leo hii katika Jamhuri ya Tanzania, ambapo kumeweza kushuhudiwa baadhi ya viongozi waliokuwa kihudumu katika serikali ya awamu sita
kuonekana kuanza kusafiri kuelekea katika mataifa ya kigeni, jambo ambalo limeweza kuchukiza vijana Gen Z na hata vijana hao kuingia katika uwanja wa ndege na hata kwa njia moja ama nyingine kujaribu vijana hawa Gen Z baada ya kuingia katika uwanja wa ndege wameweza kulemaza baadhi ya safari zilizokuwa zikifanywa na ndege za Jamhuri ya Tanzania kwa njia moja ama nyingine. Leo hii kiuchumi, sekta ya uchumi katika Jamhuri ya Tanzania imeweza kuzoroteka pakubwa, na pia hawajaweza kufanikiwa kutangaza Rais Mama Samia Suluhu Hassan kama mshindi katika uchaguzi ambao vijana Gen Z hawajaweza kuutambua kabisa. Mtazamaji wangu, hatua hii sasa inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo huenda hata jeshi likaweza kuingilia kati, hasa baada ya leo hii mshindi wa urais kushindwa kutangazwa. Huenda jeshi likaweza kuchukua usukani kwa ajili ya kutuliza hali ya maandamano yanayozidi kushuhudiwa leo hii, ikiwa ni siku ya pili katika Jamhuri ya Tanzania, na ndipo ambapo jeshi liweze kuandaa uchaguzi mpya uweze kufanyika. Iwapo Tanzania wataweza kumchagua Rais Mama Samia Suluhu Hassan, sawa, wataweza kumpigia kura. Ila mtazamaji wangu, sasa hivi ndipo ambapo wakati mwafaka kwa viongozi wakuu wa chama cha CCM wanazidi kuamini maneno waliokuwa wakiambiwa na Mheshimiwa Humphrey Polepole pamoja na Mchungaji Gwajima kuhusiana ya kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan siyo kiongozi sahihi kwa kupeperusha bendera ya chama cha CCM kwa uchaguzi uliokuwa umeweza kuratibiwa kufanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, ila kwa kuwa hawakuweza kusikiliza maneno ya viongozi hawa, mwishowe hata kumteka Mheshimiwa Humphrey Polepole. Amini usiamini, hivi sasa ni pigo kubwa kwa chama kizima cha CCM kutokana na gharama kubwa ambazo wameweza kuzitumia, na mbaya kabisa chama hiki kimeweza kupoteza umaarufu wao wa Tanzania kuamini kwamba hivi sasa chama ambacho kiweze kupewa nafasi ni chama Chadema, ambapo ushindi utaweza kuwa moja kwa moja kwa Mheshimiwa Tundu Lissu, na pia Watanzania nao ni wakati mwafaka kwa wao kutoa shukrani za dhati kwa kile ambacho Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kukipigania kwa muda, ijapokuwa kipindi na wakati ambapo uchaguzi utaratibiwa kufanyika upya, basi Mheshimiwa Tundu Lissu akiweza kushinda uchaguzi huo ataweza kufanikisha azma yake ya kuwa rais wa 7 wa Jamhuri ya Tanzania, vile kuongoza serikali ya awamu 7, jambo ambalo litaweza kuwa ni historia kubwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu. Ila hivi sasa mtazamaji wangu, wa Tanzania wengi wameweza kukosoa TBC, kituo ambacho kilikuwa kikishinikiza mwenyekiti wa uchaguzi aweze kutangaza Rais Mama Samia Suluhu Hassan kama mshindi katika kinyang'anyiro, sio kinyang'anyiro bali uchaguzi ambao baadhi ya vijana Gen Z hawajaweza kukubali, uliokuwa umeweza kuratibiwa kufanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Ni vyema kwako wewe kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa ni vyema iwapo utaweza kulike video hii, kuishare na kusubscribe katika channel hii. Bye bye until the next video.